lakini bado kwenye kabati lao hakuna taji la Sekafa Kagame Cup, michuano ya Afrika Mashariki na Kati. Timu ya Al Hilal baada ya kutwaa ubingwa wa ligi hiyo msimu 2024-2025 mbele ya JKU ambao waliwacha alama 3. Mwalimu Ali Omar akifanya mabadiliko kwenye kikosi ambacho kinaanza, ameamua kurudi na wazoefu Akram, wakati kikosi cha Al Hilal chenyewe kikiwa kimefanya mabadiliko ya wachezaji 10. Wengi kati ya hawa hawakuanza kwenye mechi ya kwanza. Huyo ni kocha wa kikosi cha Valantia Zanzibar Hababu, lakini kwa upande wa Al Hilal Gi Bukasa ndio kocha mkuu wa Al Hilal kwenye mechi ya kwanza licha ya kupoteza mbele ya Rayon Sport. Karibu sana katika dimba la Kigali Pele. Karibu katika mwendelezo wa Sekafa Kagame Cup 2026. Mchezo kati ya KVZ ya Zanzibar dhidi ya Al Hilal ya Sudan. Inapigwa pasi moja nzuri. Anakwenda chini, ni mkwaju wa penalti mapema sana dakika ya 4 ya mchezo. Abdu alichapa miguu na akaukosa mpira, licha ya kwamba alijenga hoja ya kwamba aliugusa mpira kabla ya kugusa mwili. Munir Abdu, Mohamed Abdurrahman anaitanguliza Al Hilal, mabao 3 akifunga Mohamed Abdurrahman katika ligi iliyopita ya msimu uliopita wa ligi ya Rwanda. Anaitanguliza Al Hilal ya Sudan katika mechi hii ambayo wanatafuta nusu fainali 2025 ya Sekafa Kagame Cup iliyofanyika katika uwanja wa KMC Dar es Salaam, Tanzania, wakipoteza mbele ya Singida Black Stars, lakini wanasaka kufika tena fainali na wametangulizwa na Mohamed Abdurrahman. KVZ 0 Al Hilal 1. Mohamed Abdurrahman akiandika bao lake la kwanza. Siwepo na namna ya kupenyeza mpira, lakini Al Hilal wanafanya pressing pia. Nafasi nyingine kwa Al Hilal, inapigwa chenga nzuri sana na kwa mpira wa cross, na ukamata Muslim, unamtoka na ukamata tena, lakini ni foul. Inapigwa pasi nzuri, ametoka Muslim, unawekwa mpira unajaa kambani, hapana, umegonga mwamba, umerejea tena uwanjani. Mohamed Abdurrahman anakosa. Tuone alikuwa peke yake, alinyanyua mwamuzi kibendera alafu akakishusha akaendelea. Ebwela, Mohamed Abdurrahman, Ahmed, goli la pili katika mchezo huu wakifunga Al Hilal, na ni goli la pili la mashindano kwa Ahmed Mbarek Salim. Ni goli la 4 wanaruhusu KVZ katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup 2026. Mlima unazidi kuwa mgumu kwa kikosi cha Valantia Zanzibar. Mashabiki wa Al Hilal wanaendelea kukiona kinachofurahisha, kuandika mabao katika michuano hii ya Sekafa Kagame Cup. Ilionekana kama amethibitiwa kwa 100% Mohamed Abdurrahman, lakini ilikuwa ni pasi moja tu kwenda kwa Ahmed Mbarek ambaye aliutenga mpira kwa mguu wake wa kushoto, kisha akachia bakora ambayo ilimshinda mlinda mlango wa KVZ. Alikaribia kuiandikia goli la 3 Al Hilal, free header peke yake, unmarked. Kiungo Rawa Mohamed Atanas Agustino, sasa nafasi kwa KVZ. Agustino Atanas anaukata mpira ndani kumtafuta Akram, imesetiwa tena. Wedraogo, Salah Adel on target,
Mwamuzi anapuliza kipenga kuashiria kumalizika kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, na anasema licha ya kwamba mlikuwa mnakwenda kushambulia, lakini hakuna tukio linalofanyika kwenye uwanja baada ya dakika zake kumalizika. Mabao ni yale yale ya Ahmed Mbarak na Mohamed Abdurrahman. Jaribu kuingia Mbarak wa Al Hilal, anafanya pressing nzuri. Akram, nafasi ambayo inapotea, ilikuwa ni cross kwa Mohamed Abdurrahman, anaupitisha mpira Abdurrazik. Steven Bwela mpira kwa dakika 65 mpaka alipoingia yeye Zubair Yahya na kufanya jaribio la kutoka nje ya eneo la penalti, na ilifika vizuri tu, lakini alikuwa na chaguo la kupiga pasi kwa Akire ambaye alishapita kwenye nafasi. Imenaswa pasi njiani. Frimpong, jaribio la kumtafuta mlinda mlango. Hii nafasi ambayo iliwekwa kwa Ande, mpira unapotea. Inapigwa pasi nyingine ya kupenyeza, nafasi ya kuandika goli la tatu wanaitumia Al Hilal. Ni super sub Ansumana Samura. Kwa mara ya kwanza Al Hilal wanafunga magoli matatu kwenye michuano hii, na ni kwa mara ya kwanza KVZ wanaruhusu magoli matatu kwenye michuano hii ya Sekafa Kagame Cup 2026. Anayefurahi ni Guy Bukasa, kocha wa Al Hilal, na anayeghadhibika, anayepata maumivu ni kocha Hababu Samura. Another substitution for Al Hilal, player number 12, Ernest Luzolosita is it. Jaribio la mbali, anakataa mlinda mlango, uzuri kabisa. Ande! Inapigwa pasi nyingine ya kupenyeza, nafasi kwa Akire, anamwacha mlinda mlango Akire. Goli la 4. Ametoka kuoneshwa kadi ya njano muda mfupi uliopita, na sasa anampa matunda kocha Guy Bukasa. 2026. Angalia pasi iliyopenyezwa, angalia maarifa aliyotumia Akire kwa kumzunguka mlinda mlango Bashir Muslim na kisha kuweka mpira nyavuni. Ni kama amesakafia ushindi wa Al Hilal katika mchezo huu. Kulazimisha, na dakika 90 zinakamilishwa na kipenga cha mwamuzi kuashiria kwamba Al Hilal wanatinga nusu fainali ya Sekafa Kagame Cup 2026 kama walivyofanya kwenye michuano iliyopita mwaka 2025 nchini Tanzania, na wanafanya hivyo Kigali, Rwanda, wakivuna alama 6 katika michezo miwili mfululizo dhidi ya Tusker na dhidi ya KVZ. Akire Tempo miongoni mwa wachezaji waliofumania nyavu kwenye mchezo huu. Furaha kwa kocha Guy Bukasa, lakini akiongea jambo na kocha Hababu. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, full time, Kigali Pele Stadium nchini Rwanda. KVZ 0, Al Hilal ya Sudan 4. Kwaheri kwa sasa.